Kiujumla tu kwamba Budagala ni msanii. Budagala ni msanii wa nyimbo za asili ya Kisukuma, asili ya Kitanzania. Wenda wengi wanaweza wakataka kujua tu kwanza jina langu naitwa nani. Mimi jina langu ninaitwa Fikiri Thomas Masumbuko. Ndio jina langu halisi ambalo mimi nilipewa na wazazi wangu. Naitwa Fikiri Thomas Masumbuko. Kiujumla mimi sanaa ya muziki au tuseme tu kwamba kiujumla mimi nimezaliwa wilaya Serengeti. Nimezaliwa wilaya Serengeti, kijiji cha Nyankomogo, kata ya Rigicha, tarafa ya Gurumeti. Upande wa kabila mimi ni Msukuma. Wazazi wangu wote ni Wasukuma, upande wa mamangu pamoja na baba yangu. Mama yangu mimi ni mtu wa Kwimba na baba yangu ni mtu wa Bariadi. Japokuwa walihamia tu Serengeti, kama jinsi lilivyo taifa letu halina ubaguzi wa kikabila. Wazazi wetu wakaamua kuhamia Serengeti, yakuwa ni makazi mpaka leo tumezaliwa kule. Kwa hiyo kiujumla mimi muziki nimeanza mwaka 2007. 2007 ndio mwaka ambao nimeanza muziki. Nimeanza muziki nikiwa mwanafunzi. Nikiwa ninasoma nipo kidato cha 3 mwaka 2007 nikatoa albamu yangu ya kwanza kabisa ambayo inaitwa Mwanama Lonja. Ilikuwa ni albamu ambayo ilikuwa na nyimbo 7. 2008 nikiwa kidato cha 4 nikaa nimetoa albamu ya pili ambayo inaitwa Mwanonghaba Gachiraga Igembe. Ilikuwa na nyimbo nyingi sana, zilikuwa Baba Shokaga, zilikuwa Mwanonghaba Gachiraga Igembe, zilikuwa Mama Roda, nyimbo nyingi zilizokuwemo. Kwa hiyo kiujumla mimi muziki nimeanza mwaka 2007. Budagala, jina la Budagala ni jina ambalo mimi nilipewa na bibi yangu. Bibi yangu kizaa mama. Kipindi nimezaliwa nilikuwa na mwili membamba sana. Nilikuwa mtoto mdogo. Nilikuwa na mwili membamba sana. Sasa bibi akawa ananitania na nifananisha na dagaa, ile samaki mdogo ile dagaa. Sema huyu mtoto anafanana ana mwili kama wa dagaa. Kwa hiyo sasa akazoea sasa kwa ananiita Budagala. Likaa sasa ile jina la Budagala limeanzia hapo kwa bibi yangu kizaa mama. Baada ya kuwa ananitania kwamba Budagala nilikuwa na mwili membamba sana. Kwa hiyo jina mpaka nimekuja kukua tayari jina likawepo. Sasa nilipokuja kuanza sanaa nikaona kwamba mzazi wangu nimpe heshima yake. Sasa kwa nini nitafute jina jingine sijui la kistara nini? Hapana. Niendeleze jina la bibi yangu. Muziki ni talent. Muziki ni talent, muziki ni kipaji. Mimi muziki naupenda tangu nikiwa mtoto mdogo. Mimi nimeanzia sana upande nikiwa mtoto mdogo nafuata wanacheza hawa ngoma za Kisukuma hawa. Hizi ngoma za Ugaru na Ugika. Nilikuwa nazifuatilia sana. Walikuwa wakija pale nyumbani maana babu yangu alikuwa ni mganga. Sasa alikuwa amewafadhili hawa watu walikuwa wanakuja pale nyumbani. Kwa hiyo nikatokea kupenda zile ngoma tangu nikiwa mtoto mdogo. Nimeenda hivyo mpaka nikajifunza nikajua na kupiga zeze kutokana na ngoma zilikuwa zinakuja pale nyumbani. Kwa hiyo nimekuwa muziki ninaupenda mpaka nimekuja kupata akili nikaingia kwenye nimeingia kanisani. Nikabatizwa mwaka 99. Nimebatizwa mwaka 99 dhehebu la RC. Kwa hiyo nikaingia pia kwenye kwaya. Kwa hiyo nikaendelea kuupenda muziki kupitia kwenye uimbaji. Hiyo nimeenda mpaka nimeingia sekondari, nikaa ni mwimbaji wa kwaya. Kani mtundu sana kwenye mambo ya burudani, kana nazipenda sana burudani. Kwa hiyo muziki naweza nikasema ni kitu ambacho nakipenda kuanzia nikiwa mtoto mdogo, kitu kiko damuni. Tukio la kwanza ambalo pia huwa linapenda kunifurahisha ni pale nilipofika studio. Yule mmiliki wa ile studio, yule mzee Madaraka ambaye ni mmiliki wa studio ya Tivoli enzi hizo, cha kwanza alinishangaa kwa umri niliokuwa nao. Alafu nilipokuja kujitambulisha namwambia kwamba mimi ni mwanafunzi. Yule mzee hakuniamini, alicheka sana. Akasema mbona kana ni mtoto mdogo, unaweza kaimba kweli? Kwa kweli mzee yule hakuamini, lakini kumbe wakati ambao ninamweleza alikuwepo mtu mmoja ambaye nilikuwa ninamfahamu kupitia kwenye vyombo vya habari, nilikuwa sijawahi kukutana naye na kumbe alikuwepo na amekaa pembeni. Mzee Wambura Mtani akawepo pale. Kwa hiyo ilikuwa ni historia kwanza, kitu cha kwanza kuonana na Wambura Mtani
ilinipa kwanza furaha. Alafu ninamaliza kurekodi ile nyimbo, Wambura Mtani akaibeba ile nyimbo akasema naiomba hii nyimbo. Kwa kweli nilipata furaha kubwa sana. Kwanza nikaamini kwamba kumbe hii kazi nimeiweza. Kwa sababu mtangazaji mkubwa huyu wa RFA amependa nyimbo yangu na kuichukua kwenda kuifanyia kazi. Kwa cha kwanza yani kilinipa matumaini. Kuna albamu, tuseme albamu karibu ambazo unajua mwanzo pia tunafanya sisi sana. Tulianzia kwenye hizi kanda, hizi tape cassette. Na pia zilikuwa CD. Kwa hiyo tulikuwa na mauzo ambayo kwamba ulikuwa unauza skanda unapata, lakini bado tulikuwa kwenye CD napo unakula. Kwa hiyo bado hujaenda show napo napo pia ungepata cha kwako. Lakini sasa mimi naona wakati ule tunauza zile CD na zile kanda tulipata manufaa makubwa, kwa sababu kwa mfano mimi naweza nikasema kwamba nimeweza kupokea hela kubwa nikiwa bado mwanafunzi. Nakumbuka nasoma bado niko form 3, lakini kwa mwezi naweza nikaletea hata shilingi hata 400,000 500,000 ni mwanafunzi. Na kipindi hicho 2007 ukiletea 500,000 ilikuwa ni hela kubwa sana. Kwa hiyo nimejikuta ni mwanafunzi nasoma, lakini napata kipato kikubwa sana ambacho ndio kilinisaidia mimi na kuisaidia familia. Kwa hiyo nimejikuta naweza kutunza familia nikiwa bado ni mwanafunzi. Ninasoma lakini bado natunza familia.